أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فستكمليfu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani zimuendee kipenzi chetu mtukufu wa daraja Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na ali zake na sahaba zake na wale wote ambao watakaowafuata kwa wema hadi siku hiyo ya malipo. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu na tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikisha kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani mara nyingine tena. Hii ni neema kubwa ambayo kwamba kwa kweli Allah anastahili kushukuriwa, maana kuna wengi ambao kwamba walikuwa wanahitaji neema hii lakini hawakujaliwa na Mwenyezi Mungu kuipata. Basi insha Allah pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzidi kutupa taufiki ya kuendeleza na kuleteeni na kuandalieni vikao hivi ambazo ni halaka. Kwa kweli hii ni ibada, ni miongoni mwa ibada kukusanyika pamoja na kusikiliza maneno yake Mwenyezi Mungu mtukufu. Tunazidi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutupa taufiki na nguvu na moyo wa subira ili tuendeleze vipindi hivi. Naam, kama mlivyotangaziwa ni kwamba leo ni halaka ya kwanza kabisa ambayo tumeamua kuiandaa Jumamosi asubuhi kinyume na kawaida yetu. Na hii ni malengo yake makubwa ni kwa sababu ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pamoja na kuzidisha ibada katika mwezi huu ili tupate baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo ni kwamba mgeni wetu kabisa wa leo ambao ni muhadhiri wetu, mzee wetu, shekhe wetu ambao wengi tunamzoea sana, almaruf Sheikh Isa Kisesa, anatuandalia insha Allah mada kuhusikana na mafunzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au kuhusikana na mambo ya saumu. Kwa hiyo bila kupotezea muda ningemkaribisha shekhe wangu, mzazi wetu, Sheikh Isa Kisesa. Tafadhali Sheikh, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamuna wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu wasikilizaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kweli wakati wetu hauturuhusu kufuata sunna ya Mtume kwa kusoma khutbatul haja ambayo Mtume alikuwa akisoma mara nyingi sana alipokuwa akianza kuwafundisha binadamu Uislamu. Khutbatul haja hii ina pita katika kila mlango wa ibada, kila mlango wa Uislamu. Sasa mimi samahani, sikujilazimisha kuichukua hii khutbatul haja. Mimi nakwenda moja kwa moja kwa saumu ya Ramadhani. Katika utangulizi mimi ningependa tu kueleza shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio tu kwa kutamka alhamdulillah peke yake, bali ni kuelewa kwa nini tunamshukuru Mwenyezi Mungu
lazima yawe moyoni mwetu, yatufurahishe, ni aturudisha kwa Mwenyezi Mungu, kumwelewa Mwenyezi Mungu alivyokuwa alimpenda binadamu. Aliwapenda viumbe aliwaumba, ambao ni aina nyingi sana ya viumbe aliwaumba. Lakini ninaweza tukueleza neno moja tu la kuonyesha ile shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tizameni picha hii. Mwenyezi Mungu alipokuwa amemuumba Adamu tayari, kisha muumba baada ya kuwatangazia raia wa peponi viumbe wa aina mbali mbali, wasiokuwa mbali hesabu yake anajua Mwenyezi Mungu peponi, na baadaye akaja kuamrisha waliokuwa peponi wote wamsujudia Adamu. Sijida ni ibada ambayo inamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa siku moja, kwa mara moja, amemhonjesha binadamu cheo chake, heshima yake, ibada yake. Aliyejihusisha watu wamsujudie yeye peke yake, wasimsujudie mtu yeyote kiumbe mwingine. Lakini tunamuona Mwenyezi Mungu kaandika ndani kitabu chake, sio kama ni sura imetolewa kwa mtume wake, bali ameandika kwenye kitabu chake. Maanake kuna vitu vitatu ambavyo huwa vinanikuna sana ndani ya akili yangu, na siku nyingine nafurahi sana, na siku nyingine nahuzunika sana, na siku nyingine najiona kwamba sijui binadamu tutafanya nini mpaka tumuonyeshe Mwenyezi Mungu kwamba tumekubali kwamba alitufadhilisha mbele ya viumbe wote wakaji wa peponi wasiokuwa na hesabu, idadi kubwa. Kawaamrisha wamsujudie Adamu na kamuita khalifa. Khalifa, tamko hili kwa Kiarabu asili yake ni yule ambaye anakuja kuyatimiza yale matakwa yako. Huyu ambaye atakuwa ni mtumishi wako, atakuwa ni mtu ni wa chini yako, atakuwa ni mfuasi wako, atakuwa ni yote kayemchagua kutimiza yale unayotaka. Huyu anaitwa khalifa. Khalifa wa mtume ni yule aliyekuja baada ya mtume kutimiza yale mtume aliyokuwa ameanzisha na kuyaendeleza. Na khalifa wa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye amekuja kutimiza yale Mwenyezi Mungu anayotaka yaweko hapa duniani. Sasa kule kumuona Mwenyezi Mungu, alianza kwanza kuwapa mtihani watu. Malaika akawaambia baada ya kumuumba Adamu, kawapa kwanza mtihani, hebu nielezeni mnalolijua kwa mambo yote niliyoyaumba. Niliyaumba yana maana gani kwenu? Malaika wakashindwa, wakarudisha ujuzi kwake Mwenyezi Mungu. Hatuna lolote unajua ila ile ulituambia. Kamwambia Adamu kasimama, katatalika, kaeleza mambo mpaka watu wa peponi wakasarenda kabisa, kukubali kwamba kweli huyu anastahili kuwa ni khalifa. Mwenyezi Mungu hajitapa kwamba si nilikuwa ni sisi nyinyi hamwenielewa kama ni ajua yale yote yaliyoko mbinguni na duniani, yale mnayoficha na yale mnayoonyesha yote nayajua. Sasa tazameni huyu, kuonyesheni fahari yake. Siwezi kwenda huko kwa sababu sio makusudi nitaka kueleza pale. Nilitaka tu namna tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Namna tunamshukuru Mwenyezi Mungu ni kusudia
ni kutupa kipindi mwezi mzima tujiachanishe na viumbe wengine. Miti nakula, wanyama wanakula, viumbe wanaenjoy, wanakula, tunaona wanazaa, miti nazaa, miti na watoto, wanyama wana watoto, hata ndege wana watoto, wanawalea, wanawaleta chakula, wanafanya kila jambo. Nini tofauti yetu na viumbe wengine? Mwenyezi Mungu tena kaja kadupa fahari kubwa, tujiachanishe na viumbe wengine. Watu viumbe wengine wanakula, sisi tu simame wakati mmoja, hebu kwanza tuache kula, angalau basi mchana, angalau basi mchana. Hao waliyepita zama za kale walipewa Ramadhani, wakapangiwa Ramadhani kawashinda, maana wakahangaika, wakaona tunasaumu wakati wa joto tunapata shida, wakapeleka kwenye wakati wa baridi, wakabadili, wakakutana, wakabadili. Unajua watu wengi wafuasi wa mtume wa baada ya mtume kuondoka wanakutana, wanabadili mambo. Tunaona Wakristo vile walibadili mambo, tunaona yani umma nyingi sana zilibadili na kuharibu na kufanya makosa. Mungu anawaamurisha hivi, wao watu wanabadili, wanakutana, wanaamua, kanisa linakutana, linaamua kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu hakulitaka, wao wanalipanga. Mambo haya yaliwapata watu wa kale, mara walikuwa wakifunga usiku na mchana, wakapata shida. Manake mtu anafanya shida na anafunga, akifika jioni akifuturu tu, basi akimaliza kufuturu tu anaendelea, anarudi tena kufunga usiku kucha mpaka mchana wake. Sasa yote hayo ni Mungu aliyotaka, lakini akawashinda, wakabadili, wakatoa hivi, tunapata shida, wakati wa joto, wakapeleka kwenye baridi. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, baada anatupa wakati mwezi mzima tuwe na sifa za umalaika, wamalaika wale. Angalau basi tuwe na sifa za malaika, kama vile mchana, kutwa mchana mtu ushinde hule, kunywe, unafunga kunywa na kula na kunywa na funga na kutizama, macho yako unayachunga, kusikia masikio unayachunga, yani kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu aliyokupa kuweza kujifurahisha, unaambiwa jambo hili badili mwezi wa Ramadhani, uwe kwa Mwenyezi Mungu, umheshimu Mwenyezi Mungu, utumie lile jambo lilokupa la kujifurahisha. Hata mke wako aliyekupa Mwenyezi Mungu kumwoa, unaambiwa basi mtizamane na macho tu, msubutu tena kuingia kwenye furaha zenu za kitandani, na hali ni halali yako, vyakula halali yako, usiviguse, vinywaji halali yako, usiviguse. Tizama mambo, unajua tumepewa macho kutizama, lakini unaambiwa macho yatumie mwezi wa Ramadhani kinyume cha vile kwa ukiatumia mbele. Japo wewe mbele ulikuwa kuinamisha macho, utaje kutizama hivi, utaje kutizama vitu mbalimbali, lakini mwezi Ramadhani zidisha kabisa, ili baada ya Ramadhani uendelee. Zile nguvu ulizochuma mwezi wa Ramadhani zinakupa nguvu ya kuendelea baada ya Ramadhani. Uendelee kuyachunga macho yako, kuchunga masikio yako, kuchunga ulimi wako, kuchunga kila jambo Mwenyezi Mungu alilokupako, kujifurahisha. Haya manake nilikuwa naelezea ni kama vile utangulizi wa kueleza namna tunavyopaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kutujalia, kutupangia mwezi mzima tuwe
ndani ya saumu. Sio saumu ya kula na kunywa, bali saumu ya kila jambo. Kila jambo. Tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu sana. Manake wanakufanya kama vile ujifanisha malaika mchana kutwa. Malaika wasaa, malaika wale. Yume wengine wakula, lakini malaika wale. Wewe sasa ujifanisha sifa hiyo kama vile wa malaika. Hebu kwanza, namna gani Mwenyezi Mungu bado anazidi kuonyesha mapenzi yake na huruma wake na kutupa nafasi ya kufanya kazi ili tuingie hiyo pepo yake. Ya Rabbi, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie hiyo pepo yake tuingie, ya ilahi ya akramul akramin. Moto atuweze ya Rabbil alamin. Sasa Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamani, Mungu anatuelekea na kutuita, enyi mliamini. Hakuita watu wote, kuziko wakati anaita watu wote ya yuhannasu, lakini hapa nasema anaelekea wale waliyemwamini, wale ambao baadhi yao ni wapenzi wake, mawaliyullah, awliyaullah la khawfun alayhim. Anatuelekea na tuita kwamba tumefaradhishwa kufunga. Wallahi somo hii ni faradhi, lakini mtatia kadhani kwamba wewe kama hukufunga, Mungu ni Mungu vile vile. Wallahi hakuna kitalopungua, wewe tu ndio umejipa hasara. Anataka tufunge, sio kwamba yeye anafaidika. Sisi ndio tunafaidika na hiyo somo yenyewe. Anasema hii faradhi ni faradhi kwetu kama ilivyokuwa faradhi kwa wale walikuwa kabla yetu, lakini kama nilivyosema, wa kabla yetu kwa kweli wameshindwa. Mambo yamewatatiza mpaka wakawa wamekwenda vibaya. Tuna Mwenyezi Mungu atusaidie sisi tuende vizuri kwenye saumu yetu. Sasa hii saumu mimi ninavyoielewa, si kazi kwamba Mungu ndio ametupa kazi ya kutushinda, kazi nzito, kazi. Hapana. Wallahi, ibada kwa wale ambao wamejaliwa kuipenda inakuwa nyepesi. Bwana, ukisubutu kuipenda ibada, wallahi utakuta nyepesi. Mtume sallallahu alikuwa akiswali usiku kwa mapenzi, anasoma Qur'ani rakaa moja. Ibn Abbas anasema Mtume siku moja nimeswali naye, akaanza sura al-Fatiha, baada ya kumaliza sura al-Fatiha akaingia al-Baqara, kaisoma kaimaliza, akaingia kwenye Ali Imran kaimaliza. Ibn Abbas anasema nikawa nafikiria kwamba kimaliza tu pengine ndio sasa naingia kwenye rukuu. Kijana lakini amechoka, amesimama, amechoka. Mtume anaendelea, akaishika surati Nisa, akaendelea. Ibn Abbas akasema mimi wallahi nikawa nimenuia balaa, kawa nimenuia jambo baya. Masaba akamwambia ni jambo gani baya kumenuia? Asema nitaka nikalie, manake nimeshindwa kusimama. Sasa jambo la kusimama muda mrefu ndani ya swala ni jambo linamfurahisha yule ambaye amelipenda, na kwa jepesi kwa yule ambaye amelipenda na anadumu nalo. Kama kulifanya unamkuta ameona kama mpata hasara ya ajabu. Ni mfano yule mpenda kutoa ibada za usiku. Manake nina maana hii, ukiwa umependa ibada unaikuta ni tamu, nyepesi, na yule ambaye hakuipenda
hakujitia hima na kujitia ushujaa na kuweza kuifanya jambo zuri na mfresh Mwenyezi Mungu akifanya kwamba ni lazima aendelee nalo, linamtatiza siku ya, maanake hata swala za kawaida za mchana zinamshinda binadamu. Unamkuta mtu anakuja kuhangaika, anakuja kufa, anajani ya Jahannamu, kwenda kuishi milele ndani ya moto. Huyo moto wenyewe tunaukimbia leo, tunaukimbia katika uhai wetu. Halafu mtu unasahau, shetani kupeleka mpaka unakwenda kuingia katika moto wa Jahannamu milele. Sasa bado niko napambia saumu binadamu kujifananisha na malaika, akawa amefunga. Sio tu kufunga kula na kunywa, bali anafunga saumu ya macho, ya masikio, ya miguu, ya mikono, yaani vile viungo vinavyofanya kazi. Mwezi Ramadhani lazima ufanye training mpaka baada ya Ramadhani unaendelea kuwa mtu mzuri, msafi, haugusane na uchafu, hausikize mambo ya uchafu, huwezi kutiza mambo machafu, huwezi, yani unashiriki kwenda kuingia peponi, bado huko duniani unaitwa waliyullah. Mwenyezi Mungu kisha kuandika kwenye listi yake ya wapenzi wake, auliyaullah, ambao watangazia bado hawajafa kwamba la khawfun alayhi, ni kwamba hawatopata oga siku watu watakuwa wanatafuta pa kujificha, wanakosa. Yeye waliyullah wakati huyo yuko ndani ya amani, kwenye kivuli cha Mwenyezi Mungu. Sasa hebu kwanza kidogo maanake mfano kidogo hapa. Ninaikumbuka hadithi ambayo ameipata sahaba, anaelezea, wewe binadamu unapokuwa umefunga, unapokuwa lazima uwe na sifa za namna gani? Lazima uwe na sifa za namna gani? Manake anasema hadithi ambayo imetokea kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu, imepita kwa Hudhaifa, imepita kwa Abi Wail. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwamba binadamu unapokuwa umefunga, sasa lazima ujihisi kwamba lazima uko ndani ya training ya kujibadili. Sasa mtu akija akakuchokoza, anakuchokoza, anataka shari, manake anakuletea maneno ya upuzi, maneno ya ujinga, maneno ya ugombeza, maneno ya nini, na wewe una nguvu za kuweza kumrarua, lakini unamwambia, bwana, mimi nimefunga, kwa kweli sina jambo lote la kuweza kukujibu kwa hiyo, unaniambia kwa kweli hayo yako mbali na mimi, manake hata Abi Huraira ameipata hadithi vile vile, anasema ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asiyamu junnatun, yani funga ni ngao ya kumkinga mtu, kama vile mtu na ngao ya kukinga wakati wa vita za zamani walikuwa wakilenga mishari. Sasa una ngao ya kukinga, na inaitwa ngao maanake unakinga ili mishare ya adui isikupate. Sasa unapokuwa wewe
ukwende kazi hiyo ya siyamu ala yarfus. Usija ukasema maneno machafu au kazama wala ajaru kazama maneno ya ujinga. Na anasema Mtume, sasa mtu amekuja kuletea ujinga wake na upumbavu wake na ala kugombeza, manake mtu anakugombeza. Sasa lazima umwambie, bwana, mimi nimefunga, mimi nafunga bwana, samahani mzee, wacha kunilete mambo ya shari, sipendi, kwa sababu mimi na kazi ya kufunga, mimi nafunga. Sasa jambo hilo, hata ukimaliza kufunga, mtu anakuja kuletea mambo ya ugomvi, unamkwepa bwana. Sio kwamba una nguvu, wewe una maguvu na majabali, unaweza kumtandika, lakini unasema hapana, mimi nimefunga bwana. Hii hadithi hata Abu Hurairah ameipata vile vile. Sasa akaeleza kwamba mtu akikugombeza umwambie mimi nafunga. Kumwambia kwamba nafunga, wewe mwenyewe unampachika neno la kufunga. Kwa nini yeye hajalifanya? Yaani kufunga ni habsu. Tamko la saum, asiyamu yasumu, ni habsu nafsi. Manake unaichunga nafsi, unaikamata, unaifunga kwenye jambo la ibada, unaikimbiza, unaiondoa kwenye jambo lolote la chafu. Sasa mtu anapokukota kwenye mambo ya machafu, unamwambia hapana, mimi nimeingiza titi kufunga. Ahbsu nafsi anil maasi, manake mimi sina namna kuweza kusogelea jambo lote baya. Hapana. Halafu ukiyaweza hayo, wallahi ndio sasa unakwenda kupata pepo ya Mwenyezi Mungu. La kumtatakuna, maana umefikia kwenye lengo la saumu ni kupata ucha Mungu, la kumtatakuna. Sasa alafu mtu anatoa ripoti mambo ambayo yanamfurahisha Mwenyezi Mungu. La khalufu fami saim atyabu inda Allahi min rihil miski. Manake Mungu sasa, mtu anatoa anatufundisha kwa mfano. Mtu huyu anapokuwa na ibada ya kusaumu, ana jambo ambalo binadamu hawalielewe. Mtu anapokuwa amefunga, manake ile estomake, manake na muda haikupata chakula, natoa rehe. Hii rehe hii anasema kwamba la khalufu fami saimi atyabu inda Allahi min rihil miski. Kwa kweli kinywa kinatoa harufu hii ambayo binadamu naona kama ni mbaya, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri, ina harufu nzuri kuliko yale manukato mazuri ya ajabu. Sasa vipi Mwenyezi Mungu anaona kiume wake yatruku taamahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajili? Mungu anasema huyu kiumbe wangu kaacha vitu vyote nilivyompa halali ya kujifurahisha, ameliacha kwa ajili yangu mimi. Basi namtangazia binadamu kwanza, asiyam li wa ana ajizu bihi. Ya Rabbil Alamin. Wallahi raha zinapatikana kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu kwa kweli. Wallahi, kwa yule ambaye amejaliwa kupenda ibada, Mwenyezi Mungu anatamka kwamba huyu kiumbe anaacha vyakula vyake,
anaacha vinywaji vyake, anaacha furaha zake na shahwa. Shahwa manake ni furaha za kila aina, furaha za mke, za watoto, za nini, furaha shahwa. Ameviacha vitu hivi vya manake wao ndio Waingereza wanasema ni enjoyment. Sasa anataka kuenjoy kwa ajili yangu. Sinamtangazia kwamba saumu naichukua ni yangu mimi. Vitendo vyake vingine vyote vinakuwa kwenye kitabu chake, lakini saumu itakuwa kitabu chake, lakini inakuja kwangu mimi, na mimi ndio nitailipa na malipo yake. Unajua mtu kitana jambo jema analikiwa tangu 10. Ukifanya jambo jema ibada unalikiwa 10 mpaka 700 mpaka mamilioni, bila Mwenyezi Mungu anavyotaka kukulipa. Sasa hii ni mfano kuonyesha hii saumu namna ilivyokuwa ni ibada nzuri kubwa ya kupendeza na mpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wallahi manake kuna watu ikifika siku ya kufunga kama zile siku za suna, siku ya Alhamisi, siku ya Jumatatu au siku 3 za kila mwezi, tarehe 13, 14, 15 ya kila mwezi wa Kiislamu, manake unakuta mtu amefurahi anafunga. Sasa ndugu zangu, mimi baada ya kuelezea saumu na vile iliwashinda watu wa kabla yetu, nimeeleza saumu namna gani inamzoeza mtu anakuwa ndani ya mazoea ya kujizoweza kuliweza kila jambo ambalo ni zito katika ibada, inakuwa jepesi sana. Mpaka baada ya mwezi wa Ramadhani watu wanaendelea, swala zinakuwa swala, unaswali unasimama, ile tarawehi ya msikiti unaipeleka nyumbani, unaendelea vile unaendelea kuswali usiku nyumbani kwako. Wallahi anasema ya radhiallahu ta'ala, siku moja mtume aliamka akamwacha mke wake kitandani, kaanza akatawadha, akamaliza kutawadha, akaja akaanza kuswali swala za usiku. Sasa Aisha alipopasa pembeni yake akamwona mume wake hayupo. Aisha radhiallahu ta'ala akasema, huyu bwana amekwenda kwa wake zake, amekwenda kwa wenzangu, ya ilahi, ngoja nimtafute. Aisha akahangaika akatafuta wapi akumpata mtume. Anarudi nyumbani, anakuja wakati hakuna mataa, manake uweze kuliona kila jambo pana, wakati wajiza zama hizo. Basi kuja kuingia ndani nyumbani kwake, kamkuta mtume mesujudu. La ilaha illallah. Mume wangu nafikiri iko pamoja na wake zake, kumbe iko na Mwenyezi Mungu, yuko pamoja na Mwenyezi Mungu, yuko na mwabudu Mwenyezi Mungu. Aisha wallahi kapata kipigo, kafurahia, mume wangu, ya ilahi, mimi namuwazia kwenda kwa wake zake, kumbe yuko na Mwenyezi Mungu, yuko ndani ya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa nalikusudia hapa kueleza kisa hiki ni kwamba kweli binadamu napokuwa amezoea jambo la ibada, wallahi tujitahidi. Unapozoea jambo la ibada unakuta ni jambo jepesi kweli, unakuta jambo jepesi kweli. Manake hiyo swala, wenye kumemaliza Qur'ani, wenye kuhifadhi Qur'ani, wanahifadhi usiku, wanaswali, wanatumia katika swala za usiku, ile tarawehe. Maana kuna kuta tarawehe mtu anaipeleka nyumbani baada ya Ramadhani.
tarawehe unaipeleka nyumbani baada ya mwezi wa Ramadhani. Sasa siku ya Kiyama ndiyo mtu tutakwenda kufurahi. Sasa mimi narukia huko, limenijia tamko babu Rayyan, mlango ambao Mwenyezi Mungu ameutayarisha kwa ajili ya watu tu ambao kazi zao walikuwa wakifunga. Walikuwa duniani walikuwa wakifunga. Sasa hiyo Rayyan, babu Rayyan ni mlango ambao wataingia watu ambao kazi yao walikuwa wakifunga. Sasa nakumbusha tena, baada ya babu Rayyan, lakini kuingia peponi huyo mlango umetayarishwa. Milango yote mwezi wa Ramadhani inakuwa iko wazi, inakuwa milango iko wazi, inakuwa milango ya Jahannam imefungwa, mashetani wanakuwa wamefungwa mapingu. Sasa huyo msaada wa Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, mashetani yanafunga minyororo, milango ya peponi inafunguliwa, milango ya Jahannam inafungwa. Hizo ni fadhila za somu ya Ramadhani. Sasa jambo la kuweza kuwahusia Waislamu, wasikilizaji wangu watukufu, ni kwamba tujitahidi mwezi wa Ramadhani. Tuna mambo mengi ya kuweza kudhibiti. Jambo la kwanza, hiyo saumu yenyewe ujizoweze. Hebu kwanza nimekumbuka hadithi ya Mtume anasema hiyo kula sana mpaka tumekwisha jua kwamba kula sana inaleta udhia mkubwa sana. Tumeona watu wamekula mpaka unaikuta tumbo inafika kwenye mafuti. Binadamu unamtizama anatembea, manake unashindwa kumwelewa. Mtume anasema jamani, kula sana sio tija kusema ndio programu zetu za kuumba kwetu. Hapana, anasema ikiwa imebidi wewe ule sana, wasi tumbo yako likai ipe mafungo matatu. Fungo la kwanza ni chakula, fungo la pili la kinywaji, fungo la tatu ni la hewa, upumzike, una hewa nzuri. Estoma yako usijaze vyakula. Weka nafasi ya chakula, fanya nafasi ya maji, weka nafasi ya kutoa pumuzi. Wallahi, mwezi wa Ramadhani tujizoweze, tuwe na training ya kuweza baada ya Ramadhani kuendelea. Uendelee kuwa unakula kwa mpango. Sio kusamata tu vyakula vizuri, vyakula vitamu, unasamata tu unajaza tu. Hapana. Kule mwezi Ramadhani umefanya training, halafu vyakula vikija unavila kwa mpango. Sio kusamata tu kula tu. Hapana. Halafu hiyo swali yenyewe,
swala yenyewe tarawehe jipeleke ndani nyumbani kwako. Hii tarawehe ni tarawehe, inaitwa witri, inaitwa tahajudi, inaitwa qiyamu laili, inaitwa qiyamu ramadhani, inaitwa tarawehe. Hayo ni majina ya swala moja tu. Hiyo swala unaweza ukaipeleka nyumbani ukadumu nayo. Ndani ya hiyo tarawih umeipeleka nyumbani, imekuwa qiyamu laili, hata baada ya Ramadhani unaendelea, inakusaidia kuhifadhi Qur'ani. Inakusaidia kuhifadhi Qur'ani. Ile swala ya usiku ndio unakuja kuiswali usiku, na huko kunasoma Qur'ani na unahifadhi Qur'ani. Qur'ani utakuja shtuka yote umehifadhi, imekuwa nyepesi kwako kwa sababu ya ile tarawih umeipeleka nyumbani. Sasa jambo zuri ni kuweza mtu kujielewa. Maanake ukielewa jambo pale pale utachukulia kwa njia yake ile baada kuelewa saumu unaipeleka kwa njia ile. Hebu kwanza akili imegusa kwenye hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu. Kwa kweli hadithi za Abu Hurairah, unajua Abu Hurairah alikuwa na mambo mazuri mengi sana. Alikuwa akimfuata mtume na shina, na mtume anamfuata mtume, hata hawende kutafuta vyakula kama wenzake, aende kufanya kazi kama wenzake. Basi siku moja wakawa maswahaba wanamuona na anaanguka, wanafikia wanahesabu Abu Hurairah, ule umeelewa leo, kumbe njaa. Sasa Abu Hurairah anasema kuna wacha Mungu wa kila aina. Sasa siku ya Kiyama, kama ulikuwa unapenda sana mambo ya swala, utaitwa kwenye mlango wa swala. Na kama wewe ulikuwa unapenda mambo ya jihadi, uweza kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, unaitwa siku ya Kiyama, unaitwa kwenye mlango wa jihadi. Na kama wewe ulikuwa unapenda mambo ya saumu, unaitwa kwenye mlango, unaitwa Rayyan. Na kama wewe ulikuwa ukipenda mambo ya utoa masadaka sana, kutoa hivi, basi unakwenda na hiyo dola moja yako na franga yako moja, unakwenda msikiti utakuwa na kuitwa kwenye mlango wa sadaka. Sasa Mtume siku moja alipoeleza hayo mambo, Mtume akasema nani huyu atakayeitwa kwenye milango yote hiyo, jina lipo, kila mlango jina lipo. Sasa watu wakaeleza, sasa huyo kuna mtu anaweza kuitwa kwenye mlango yote jamani? Sasa Mtume alipoeleza haya, Abubakar akamwambia, ya Rasulullah, niombee dua mimi nikaitika kwenye lango likawe kwenye milango yote. Abubakar kama Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua, akaambia, wewe milango yote Abubakar utaitwa, jina utakwenda kwenye hii milango yote. Maana huyo Abubakar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa ni bwana wa kushindania mambo, fayatanafazil mutanafisun bwana.
washindanie jambo la heri, watu wenye kutaka kushindana. Siku moja nimekumbuka, siku moja walikuwa wamekuja wametoa mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, atoa mali hapo. Omar akasema mimi nitatoa mpaka nione atakayekuwa amenishinda kutoa. Walipofika kwa Mtume akaambia mmetoa tumetoba ya Rasulullah. Akasema umetoa nini? Akaisha mtu akajinadi ametoa hivi. Asema Abubakar, umetoa nini na wewe? Abubakar akasema mali zangu zote nimezitoa wallahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Omar akashtuka, umetoa zote? Alafu Mtume kamuuliza Abubakar, umemwachia nyumbani kwako umeachia nini? Akasema nimeacha Mungu na mtu wake. Basi kazi yangu mimi, hiyo si kazi yangu. Habari ya nyumbani kwangu na watu wangu ni mambo ya Mwenyezi Mungu, si mambo yangu mimi. Mambo yangu mimi ni kumtumikia Mwenyezi Mungu basi. Lakini nyumbani kwangu, kwa jambo la kuacha nyumbani kwangu, mapato yote nayo yote yanatoka Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nimemwacha Mwenyezi Mungu endelee na mambo yake ya kuwasaidia watu wangu, na mimi nafanya kazi yake. Sasa ndugu zangu, mimi tu mambo ya kueleza ni mengi mazuri sana, lakini naona kama wakati unalepa, sijui naweza kupata kipindi tena nikazidi kuweza kujaribu kuelezea saumu. Naweza kuacha nafasi kwamba kama kuna watu watakuwa na maulizo na maswali yao, naweza kuyajibu, manake kila jambo la ibada lina maswali na majibu. Kwa hiyo naweza kuacha nafasi kwanza, kwa sababu kuna mambo ya kuuliza na kuulizana na kujibizana, inatoa mafunzo vile vile. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Sheikh, napenda nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwako Sheikh, mzee wetu mpendwa, kuendelea kutuelimisha kunako mafunzo haya ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, kwa wale ambao kwamba wamejumuika nasi katika nyakati za nyuma kidogo, ni kwamba Sheikh alikuwa kitunasihi miongoni mwa nasaha zake. Sheikh ametukumbusha kwamba saumu sio tu kujinyima chakula na kinywaji, bali kujitahidi kadri ya uwezo kujiweka mbali sana na yote ambayo kwamba yanaweza kusababisha kuingia katika maasi, kama kutizama na kadhalika. Yani katika mwezi huu tujitahidi insha Allah kuwa kama malaika zake Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katunasihi kwamba malengo makubwa katika mwezi huu wa Ramadhani ni kufahamu kwamba tunafanya mazoezi ya ibada mbalimbali ili tupate mazoea na urahisi wa kufanya ibada hizo katika miezi ambayo kwamba sio Ramadhani. Pia katunasihi kusikana na jambo la chakula, kutokula sana, kwamba hayo yanatupelekea kuwa wavivu na kutokutekeleza ibada hizo ambazo kwamba tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ikiwa insha Allah kuna yote ambaye ana swali, anakaribishwa hivi sasa. Kama kawaida yetu, line za simu zitabaki au zitasalia kwenye mute kama ilivyo hivi sasa, ili kelele ambazo hujitokeza mara kwa mara tukifungua line zibakie hivyo. Na inshallah kama una swali kama kawaida, tumia namba yangu ambayo ni 202 262 5134, au unaweza kutumia namba ya Sheikh Salum kidogo iko busy, basi unaweza kutumia namba hiyo, au unaweza kubonyeza star mara moja kwenye simu yako ili upate kuuliza swali lako moja kwa moja, maana star mara 2, samahani. Naam, karibuni. Mwenye maswali anakaribishwa inshallah hivi sasa.
Naam Sheikh, kuna swali ambalo limejitokeza hapa. Ndugu yetu anauliza, anasema nataka kujua kusikana na ibada hii ya ambayo kwamba umesema za tarawih. Umesema kwamba tuzipeleke ibada hizi za tarawih manyumbani yetu. Sasa Sheikh, kuna baadhi wanachooni masheikh ambao kwamba huwa kufahamisha kwamba ibada ya tarawih ni vizuri zisaliwe msikitini, kwa sababu ndiyo ilikuwa ni malengo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia. Kisha baadaye alipoona watu wanamiminika kwa wingi, akaamua kuisalia nyumbani kwa kofia isije kuwa ni faradhi na ikawa ni uzito kwa Waislamu. Sasa ikiwa ni hivyo, kuna wanachoona ambao wanasema kwamba ibada hizi irudie sehemu ambayo kwamba ilianza, maana yake irudie msikitini. Je, mtazamo kama huyu ni sawa au kama ulivyozungumza tufanyie tarawih nyumbani? Naam Sheikh, tufundishe. Nashukuru sana swali hilo, swala zuri, lakini nimeelezea kwamba baada ya Ramadhani ndio tuipeleke nyumbani, sio wakati wa Ramadhani. Hapana. Baada ya Ramadhani ndio tuipeleke, tuendelee. Manake viko vifungo ambavyo ndani ya Ramadhani vinataka tuvizoee katika Ramadhani, halafu baada ya Ramadhani tuendelee, tuviendeleze. Sasa nimeeleza kama yule kwa mfano saumu ndio tuzoweza kuipanga tumbo yetu iwe ni tumbo ya mtu mtukufu, ambaye yule anaitwa muuminu, mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu na mtukufu mbele ya viumbe. Halafu ajaribu kusafisha mwili wake kutokana na mambo ya kupenda sana kula sana, tukasema macho yake upenda kutazama sana. Vyote hivyo avitakase. Baada ya Ramadhani endelee. Manake hiyo ni tarawehe ipelekwe nyumbani baada ya Ramadhani, sio katika Ramadhani. Naam. Shukran Sheikh, tunashukuru sana kuliweka mazungumzo haya au swali hili wazi kabisa. Naam, nafikiri ndugu yetu aliyouliza swali insha Allah amefaidika na sisi wote tumefaidika. Naam. Karibuni ndugu zangu, wote na swali insha Allah nakaribishwa. Unaweza kubonyeza star mara 2 kwenye simu yako ili upate kule swali. Au unaweza kutuma ujumbe kwenye namba hii 202 262 5134 202 262 5134 ili upate nipate kusoma swali lako kwa Sheikh apate kujibu inshallah. Mnakaribishwa ndugu zetu Waislamu. Naam, Sheikh, kuna swali limekuja ndugu yetu nakutolea salamu. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, swali lake anasema kwamba ni kuhusu kinachoharibu saumu. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na mume wake na mume wake huo akawa akimtizama katika hali ya kumtamani, saumu inaharibika? Au mume akimtamani tu inaharibika? Hapana. Saumu iweze kuharibika bwana. Saumu inakuwa jamani, samahani. Mimi babu yetu kwa kweli nakuaga na napenda sana kuwakumbusha vijana, kuna vitu vinampata binadamu unakuwa huelewe asili yake nini. Kwa wakati wa Ramadhani, hebu kwanza tizamini faida kubwa. Manake unapoambiwa binadamu
una njaa, unataka kula, alafu unaambiwa mimi nakwambia bwana, nasikia bwana chakula kinukia vizuri, mke wako apika chakula kizuri, alafu naambiwa kuna watu wamekuzuia hapa, kuna kuuliza maswali, sijui wako na kuzungumza sijui nini, sijui mzee wako anakutaka, sijui huyo anakutaka, sijui anakutaka. Sasa wewe unakuwa unazungumza na watu, lakini kwa sababu una njaa na chakula umeambiwa kwenye chakula nyumbani kizuri, unasikia chakula kitamu ajabu sana. Wallahi kitamu, na kuja kujivamia wakati unaanza kula, nasikia utamu wa ajabu. Sasa hapo maana hiyo, wakati mke ni halali yako, alafu naambiwa mchana kutwa Ramadhani usimgusi, wallahi roho inakusimama. Huone usiku itakuja saa ngapi, mimi huyu binamu yangu ni leo nitamfanya nini? Manake wewe unaambiwa mchana wa Ramadhani, wewe kama ni kijana, manake vijana wengi wanaoa katika mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhani unaingia, ndio kabisa ni mtizama mke wake. Wallahi kuna swali mvamia mke wake bana, si ndio? Sheria zinakuja kwa sababu yale waliyafanya mtume na maswahaba, ndio imekuwa sheria yetu. Kijana alimvamia mke wake, kafurahi naye, lakini baadaye ndiye akaambiwa atafanya nini? Kulipa hiyo siku. Mungu anataka mapenzi yazidi, umutamani, alafu uiambie nafsi yako, ngoja kidogo, ngoja jioni, ujibane, ndio unapata ujira kwa Mwenyezi Mungu. Na ndiyo mapenzi yanazidi. Jamani, tuelewe hii pointi. Unapojiziwia, unamtizama na kutizama na kuambia bana, mimi nakwenda kidogo nje, hata kuna wengine wanazungumza kabisa, ni halali yako kumpamia mke wako bana, mimi naona wacha niende kwanza nje, mimi niko na kutizama ni tena, mimi naona kama utaniletea maneno wewe msijui nini, baba fulani we naye sijui nini. Basi wewe unatoka kidogo, yeye vile roho inamuuma, wewe unakwenda roho inakuuma, unashinda hilo kutwa nzima mpaka mwezi mzima. Mapenzi yenu ya mume na mke, jamani, msiye mkalila moyo ule mzee naye. Mapenzi wallahi, mnapofunga mkajilazimisha kufunga roho na kudhibiti nafsi zenu, wallahi mapenzi mwezi Ramadhani ya mke na mume nazidi sana. Halafu najibu kwamba kumtamani mke wako na kumtizama mke wako, kwa kweli haiharibu saumu hata kidogo. Sema tu lazima utoke kidogo, uzungumze na wenzako mpaka saa za jioni zifike, usiyuka mvamie. Maana ukizidi ukakane ndani, kweli utamuoneza kumvamia, na ukimvamia bana, utapata malipo kuja kuilipa hiyo siku moja umemvamia. Itakuwa ni ngumu sana hiyo miezi miwili ya kufananisha, au kuacha mtumwa. Jambo la pili, kama kuliweza hilo la kwanza, jambo la pili kufunga miezi miwili ya kufatanisha, kila siku ifatanishe. Ukijaribu siku moja unaanza tena, kama ukuweza, kwa sababu ziko sababu nyingi sana zinamfanya mtu asiweze, anashindwa kufunga, ndio sasa unawalisha wa maskini 60. Sijui kama nitakuwa nimejibu swali. Naam Sheikh, shukran kwa kweli, tunashukuru sana majibu yako hayo. Nataraji kwamba yamefaidisha sote kabisa kwa ujumla. Umezungumzia pointi muhimu sana kwa kweli. Wale ambao kwamba wakizifunga ndoa katika mwezi wa Shaabani, kwa kweli sijui
unavyojizuia kwa kweli ni jambo na shida kabisa. Ndugu yetu anashukuru sana mwenye kuuliza swali. Pia anaongeza kwamba na ukiwa nafikiri ndugu yetu ni hayo maswali, lakini anasema hapa ni kwa mume na mke. Je, ikiwa sasa kwa ndio sio mke na sio wale watu ambao kwamba bado hawajaoana, nafikiri Sheikh alikuwa amezungumza kwamba tujiepushe sana na kutizama hasa kwa wale ambao hawajaoa. Sasa kuna anaweza kusikana naam. Wale hawajaoana bana ni kuwa mbali kabisa. Huyo hujamuoa bana, upita mbali, wala usipita karibu ya nyumbani kwao. Wallahi utapata maneno. Unajua mambo haya kutizama, Mtume ameelezea ni mambo yanatisha sana. Anasema naam, al-ainani taziniani, yani macho mawili yanazini. Maana yake nini Mtume? na maana gani macho yanazini? Macho yanazini nini? Zina haianzie wakati umemvamia dada fulani au yeye kukuvamia. Maana mapenzi yako kila upande, mwanaume na mwanamke. Sasa mnapovamiana sio kama zina mianzia pale. Zina mianzia siku ile mlionana mkajuana. Ile jicho la kwanza ndio hatua ya kwanza, ndio premier pas ya kwenda kuzini. Sasa barieri iko Mwenyezi Mungu kwa huruma wake na mapenzi yake, barieri kaiweka pale mwanzo. Wewe utakwenda kuzini baada ya hatua nyingi. Hatua ya kwanza ni kumuona. Hatua ya pili ni kuanza kumuwaza kuingia ya akili yako. Unaendelea kumuwaza mpaka unamzungumza naye. Sasa maneno unaanza kumtamkia maneno, anaanza kumvuta kwa yaleli, unakwenda mpaka unafikia kwenda kuzini. Ni hatua nyingi za kupitia. Hizo hatua za kupitia zote hizo zinaandikwa kwamba huku unakwenda kuzini. Sasa kwa kutaka wewe askari wa kukamata ukamatie hapo mapema upate adhabu ya kosa la kutizama. Sasa usigunye kusema kumuona polisi amekukamata amekupiga ndembo. Hapana. Nafsi yako na yule mpenzi wako aliyekuumba anakuambia usisubutu kutizama tu umezidi. Umezidi kusema kwamba kama si unataka nikutumia askari kama pale. Kwa nini wewe unasubutu kupita kwenye barieri? Hujaenda kwenda kule unakokwenda. Barieri iko hapa. Ukipita askari ukamata pale. Sasa ile kuweka barieri mapema ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu kusema wewe usitizame. Ukaenda kutizama ukamwaza na kumpenda na kumzungumza na kumtolea salamu na kufanya nini mpaka na namba yake ya simu na nini, mpaka unakwenda kujua na adresi yake na kwenda kumtembelea. Zote hizo ni hatua za kwenda kuzini. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ile fursa ya kuzini kwanza moja tizama. Fursa pili ni kuwa manake pasani mbili zinakuja, unaanza kumuwaza na kuanza kumfikiri. Wallahi ndugu zangu, tuamizane kweli. Unakwenda ni ya swala kumuwaza Mwenyezi Mungu, unamwaza yule binamu yako amekuja kumtembelea mama yako, maana ni shangazi yake,
Sasa amekuja kukutembelea wewe, sasa unamuwaza tena, ndio sone shida kuswali kuna muwaza. Sasa mambo kama haya Mwenyezi Mungu huruma wake anasema, alimwambia mtume tuambie, mtume atufundishe kwamba macho yanazini. Sio kwamba tu kule kuna kusiku mtakutania kule chumbani kwa mahala fulani ndio zina ini. Ile ni 100% sasa. Lakini inaanza 1%, 2% mpaka inafikia 100%. Samahani. Kule nimeeleza mengi, manake nakuwa natamani niwaeleze mpaka wa muulizaji aelewe na lenye kuniuliza nilieleze. Naam. Shukran Sheikh, kweli umenifafanua kabisa swali hili la ndugu yetu. Nataraji bila shaka umefahamu pia na sote kabisa pamoja kwa ujumla tumefaidika inshallah. Naam. Bado tunasubiri maswali yenu ndugu zangu katika imani. Ufusikilizaji nakaribishwa yote mbana swali insha Allah. Muulizaji anasema nashukuru sana Sheikh. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu. Mimi na swali nilikuwa nataka niulize, labda liko nje ya mada. Nilikuwa nataka nijue mtu labda tuseme mfano alikuwa amelala akapitiliza kusali sala alfajiri mpaka jua likachomoza. Je, labda akawa ameamka labda tuseme mfano saa 3 ama saa 4 asubuhi. Je, hiyo sala atasali ama ataiacha si hatoisali? Ndio swali langu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Wallahi swali lako hilo linawapata watu, ndio binadamu, ndio sisi wote ndio hivyo. Mtu anapokuwa amechelewa kwa sababu ya kulala anasamehewa. Kwanza hana makosa. Mtu ameelezea mtu akisahau au akilala au akiwa mgonjwa kama vile akili imeharibika, anakuwa anapata ujira wa vile vitendo vyake vyote vizuri, swala, saumu, nini alikuwa akifunga anaandikiwa. Mtu akisahau hanikiwe dhambi hata kidogo, lakini unapokumbuka pale swali, unapokumbuka pale ndio swali imekuwa faradhi wakati ule, lakini wakati ule umelala kalamu imesimama hakuna kosa. Na Mtume SAW siku moja alikuwa amesafiri, wakawa wamelala wamechelewa. Sasa mpaka wakaja kushituka jua limekuwa juu, hawajaswali alfajiri. Wakashituka, Mtume akamwambia maswahaba wake walikuwa pamoja, wakasema tuondoke hapa, kuna shetani mbaya sana, huyo shetani ametusababisha mpaka 3 tumepitiwa na swala ya alfajiri. Wakaenda mbele kidogo, ndiye akambia Bilali adhini. Wakasogea mbele, waliposogea mbele wakaanzia kwenye suna ya kabla ya alfajiri, kisha wakaswala alfajiri kama vile kawaida. Kwa hiyo mtu akiwa amelala hakuna wasiwasi, lazima uswali. Wailul muswalin, samahani kuzidisha maneno, manake Mtume alikuwa akiulizwa jambo anajibu, siku nyingine anatoa na faida zaidi ya jibu. Wailul muswalina, watu watapata adhabu wale wanaiswali kwa kujisahawisha, yani wanaswali wewe uko ndani ya mambo, unashughulika na mambo mengine, unakumbuka swali naye, huyu ni wakati wa swala. Hausimamishi ile jambo, naendelea na ile jambo na
na unajua kama wakati wa kuswali ukishafika, ndio wale wanayeambia wailu lil muswalin, wale ambao wanajisawisha swali na wapita kwa mambo mengine, wanakuja kuswali baadaye. Wanakuja kuswali baadaye, lakini wakati umekumbuka ukalifanya jambo lini ni lazima kuliko Mwenyezi Mungu, kuliko ibada ya Mwenyezi Mungu, lazima la lolote ambalo ukilifanya wakati wa Mwenyezi Mungu kifika, lazima usimamishe jambo lingine kwa ile taadhimu ya kuadhimisha Mwenyezi Mungu, kusema Allahu Akbar. Ndiyo maana yake pale unasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa kuliko vyote. Sasa usije kafanye kuna mengine yanakuwa ni akbar kuliko Mwenyezi Mungu, maana ile utalishughulikia hilo, Mwenyezi Mungu utakuwa umemwacha au amri yake umeiacha kwa sababu umeheshimu lile jambo, haujaheshimu amri ya Mwenyezi Mungu. Hii ni lazima tujitahadhari jamani, tujitahadhari sana. Wakati umelala hakuna makosa. Kosa ni wakati utakuwa umeamka alafu kashughulika na jambo lingine, ngoja kwanza nishughulike na hili alafu ni swali, halafu ile la kusema halafu ni swali, ndio balaa kubwa hiyo. Naam. Naam, shukran Sheikh, jibu swali hili. Shukran ndugu muulizaji wa swali lako. Kwa kweli hiyo ni pointi muhimu sana, manake sala za alfajiri wengi wetu kabisa ndio jihadi zetu, yani inakuwa kunakuwa na uzito mkubwa sana damu bana. Naam, kutekeleza ibada hiyo wakati huo wa sala. Naam. Nashukuru sana. Naam, naona kwamba maswali kama ndio yamekwisha, kwa sababu ukimya huyu ni ishara kusema kwamba tumeridhika, alhamdulillah, kwa faida. Naam. Naam. Sheikh, mimi naomba kama itakuwa kwa uwezekano kuwatangazia watu na kuwapa namba, mimi nitakuwa tayari mwezi Ramadhani kuyajibu maswali yote. Atakayenipigia simu, atakayekutumia ujumbe, unaweza wakati wote unaweza kunitumia ile swali hata kwa text message au kwa nini, kwa sababu mwezi Ramadhani tuna matatizo mengi na kuna kuja kuharibikiwa na mambo na mwezi wa toba, ni mwezi wa mavuno, ni mwezi ambao tulishughulikie sana. Kwa hiyo niko tayari kujibu maswali yatakayoulizwa mwezi Ramadhani. Naam Sheikh, barakallahu fik, jazakumullahu khair. Nashukuru sana kabisa. Ni kweli kabisa, hiyo itakuwa ni kama emergency number kwa maswali insha Allah. Basi kwa kweli Allah akulipe kila la kheri na kuzidishie kabisa matendo yako mema yote, ayawe katika mizani ya hasanati yako siku ya malipo. Amina ya Rabbi, kujitolea. Basi tutafanya hilo swali inshallah, tutalifanya tuwatangazie Waislamu upate kulifahamu inshallah. Basi tuombe dua Sheikh, tuombe dua leo inshallah na shida tutafanya hivyo. Basi nataraji kwamba sisi wote tumefaidika na darasa hili muhimu sana, bado liko munasibu kabisa katika nyakati hizi za mafungo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman
ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين يا رب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insha Allah tunakomea hapa kipindi chetu hichi Jumamosi hii asubuhi. Kwa hiyo nataraji kwamba insha Allah tumefaidika sote kunako mada hii ya Sheikh ambayo kwamba kitolea siku hii ya leo kusikana na mafunzo ya swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo insha Allah nakutakieni mchana mwema, swaumu njema. Allah tukubalie matendo yetu mema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na tuongoze kuwa waislamu wazuri wenye kufuata sunna zake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kunako majali wa insha Allah hadi wiki ijayo, lakini kesho tena bila shaka mida hii ya saa 4 asubuhi kwa majira ya upande wa East Coast tutakuwa pamoja na Dr. au Dr. Hakizimana Nasa kutoka Burundi akitufahamisha akituelimisha kunako mada muhimu sana ambayo ni haya ambayo ya Ramadhani ambayo ni maksudio ya saumu. Nini maksudio ya saumu? Barakallahu fikum. Allah kubariki nyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.